kwa ujumla kazi ya leo ilikuwa ni mwendelezo tu wa kile ambacho tulikuwa tunakifanya jana. Kamati ya uongozi kama tunavyojua ilikutana Mbeya pamoja na mambo mengine. Lengo ilikuwa ni kupitia utekelezaji wa mradi wa NBS Usangu, kuona tumefikia wapi, lakini pia kushauri na kutoa miongozo namna bora ya kuboresha na kwenda vizuri na mradi huu. Kama tunavyojua, lengo la mradi huu ni kutumia mbinu za asili katika kuhakikisha kwamba tunasimamia rasilimali za maji, lakini tukiweka mazingira ya kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo siku ya leo ilikuwa ni siku ya kutembelea uwandani kwa maana ya field, kuona nini hasa ambacho kimefanyika. Baada ya mawasilisho mengi ya jana, sasa tulitaka at least tujue kilichofanyika huku uwandani. Kwa hiyo kwa kweli kuna kazi kubwa sana imefanyika. Leo tumeenda eneo la mto Mlowo, ambalo eneo hili lilikuwa ni mto uliokuwa umepoteza kabisa mkondo wake wa asili. Ni mto ambao ulikuwa hauna njia yake, ile mkondo wa kupita haukuwepo kabisa, ulikuwa umetoka. Lakini baada ya jitihada za bodi ya maji ya bonde la Rufiji kupitia mradi huu, imeenda kuchimbua ule mto, tunasema kudabua ule mto na kuuchimbua na kuurudisha katika njia yake ya asili. Hii tulifanya kwa kushirikiana, bodi ilifanya kwa kushirikiana na jamii husika katika vijiji hivyo, kwanza kwa kufanya mikutano ya hadhara na kutambua maeneo ambayo yanatakiwa kurudishwa, ya mto kurudishwa mkondo wake. Na kwa kweli ni eneo kubwa limerudishwa, la mto limechimbuliwa, ambalo ni kilomita 9. Huu ni uwekezaji mkubwa sana, kwa sababu kilomita 9 kuchimba, kwa sababu unatumia excavator, mitambo mikubwa, na ni uwekezaji, watu wapo wanafanya kazi. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa sana. Kazi hii imesaidia wananchi katika maeneo makubwa mawili matatu. Kwanza, eneo la kwanza, kudhibiti mafuriko. Na ndo dhana hasa ya mradi huu, kwa sababu dhana hii ya mradi huu lazima usaidie katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa mafuriko, hizi extreme event, mafuriko ni moja ya issues zinazohusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kitendo cha kukabiliana kwa kuchimba huo mto na kurudisha kwenye mkondo wake, kwa imewasaidia wananchi na imetekeleza mradi huu kwa vitendo.